Pokea kwa imani. Katika maisha yetu Mungu aachilie neema za aina mbalimbali ambazo zilikuwa hazijafika mikononi mwetu. Bwana Yesu asifiwe. Maneno haya ambayo tumeyasoma ni maneno ya Mungu ambayo Mungu alisema na Yakobo alipokuwa anamkimbia ndugu yake ili asiweze kumuua Esau. Bwana Yesu asifiwe. Katika kukimbia, Biblia inasema akafika maeneo haya ya Harani. Alipofika mahali hapo akakaa huko usiku kucha, maana jua lilikuwa limekuchwa. Akatwaa jiwe moja la mahali pale akaliweka chini ya kichwa chake, akalala usingizi pale pale. Akaota ndoto, na tazama, ngazi imesimamishwa juu ya nchi na ncha yake yafika mbinguni. Tena tazama, malaika wa Mungu wanapanda na kushuka juu yake. Hiyo mimi naipenda sana. Bwana Yesu asifiwe. Hii naipenda sana kwa mtu ambaye ana agano na Mungu. Wakati wa mateso, wakati wa vita. Naposema mateso au vita, ni namna ya ushindani unaoweza kukufikia kinyume na vile unavyoamini. Kwa sababu unapokuja ushindani huo, unataka ugutowe kwa Mungu aliye hai, na wewe ni mtu uliye na imani juu ya Mungu aliye hai. Kwa hiyo unapokuwa na mashindano hayo, ni wakati ambao unatakiwa umtegemee Mungu, ili Mungu awe mwamuzi katika vita iliyoko mbele yako, katika maisha yaliyoko mbele yako, katika njia unayoipitia. Yesu asifiwe sana. Nasema Yesu asifiwe sana. Ndio sababu huyu Yakobo alipokimbia akafika maeneo haya, amechoka vibaya sana, akajiraza. Alipojiraza ikabidi achukue jiwe aliweke kama mchego. Bwana Yesu asifiwe. Haya ni mazingira ambayo tunayaishi. Hata wewe unaweza ukafika mahara ukasema sasa hapa nimechoka, ngoja nipumzike, lakini ukahitaji kitu cha kuweka kama mchego. Biblia inasema alipopata tu usingizi, akaona ngazi imesimama kama nguzo mpaka mbinguni. Hii maana yake alionyeshwa kama kuna rango, kuna mawasiliano ya moja kwa moja ambayo mtu aliyeokoka ni ya muhimu katika maisha yake. Akaona malaika wanashuka na kupanda mahali hapo. Maana yake wanachukua taarifa zake, wanazipeleka, wanaleta taarifa za Mungu, wanaziweka kwa Yakobo. Bwana Yesu asifiwe. Hayo ndiyo maisha ambayo Daudi anasema ya kwamba malaika hufanya kituo wakiwazungukia wamchao Bwana. Unapokuwa umeamua kumcha Bwana, kuna baraka ambayo Mungu anaiachilia juu ya maisha yako. Kama ukiwa na msimamo sahihi, usiwe na maisha ya kuyumbayumba, usiwe na maisha ya kujichanganya. Ukisema unapumzika, malaika watapanda na kushuka. Taarifa zako zinaenda, taarifa zako zinarudi. Yesu asifiwe sana. Alipoyaona maono haya akasema hapa, yani kumbe ni lango la mbinguni, mimi sikujua. Akachukua lile jiwe akalimiminia mafuta, kwamba mahali hapa ni mahali patakatifu, maana mahali patakatifu ndio sehemu inafaa mafuta. Mtu aliyeamua kuokoka, Yesu akawa Bwana, wewe ndiwe unafaa
kujazwa Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Maana Roho Mtakatifu ndiye lango la Mungu, ndiye njia ya Mungu, ndiye nguvu ya Mungu, ndiye baraka ya Mungu. Ni wa muhimu Roho Mtakatifu, ni wa muhimu Roho Mtakatifu. Mafuta haya mafuta ni ya muhimu kwa kila muamini. Uwe umesoma, uwe hujasoma, uwe tajiri, uwe masikini, haya mafuta ni ya muhimu. Ndio maana Yakobo alipoinuka akasema, kama sintamimina mafuta hapa takuwa sijapatendea haki, maana nimeona malaika wanashuka wanapanda, hapa ni patakatifu. Akaweka na jina hapo, akapaita Betheli. Bwana Yesu asifiwe. Machaguzi ya kimungu. Kama Mungu alivyokuchagua wewe, kama Mungu alivyokuchagua wewe, kama Mungu alivyokuchagua wewe, ni muhimu kujazwa Roho Mtakatifu. Ni muhimu kujazwa Roho Mtakatifu. Ni muhimu kujazwa Roho Mtakatifu. Ni muhimu kujazwa Roho Mtakatifu ili neema zote za Mungu, maana Mungu hamtoi Roho wake kwa kipimo. Anapomwachilia, anaachilia neema zote kwa ajili ya waaminio. Yesu asifiwe sana. Nasema Yesu asifiwe. Na mimi katika mambo ninayoamini, kama kuna shida ngumu mbele ya mtu wa Mungu, kama kuna mapito magumu, kama kuna majaribu, lazima mafuta yaachiliwe juu yako, ili kipindi cha kujaribiwa kwako usimame imara. Kipindi cha misuguano upate uwezo wa kuvuka. Kama ni mtu uliyeitwa kwa kusudi la Mungu, kama ni mtu uliyeitwa kwa mpango wa Mungu, lazima kuyategemea mafuta haya ya Roho Mtakatifu katika siku za maisha yako. Yesu asifiwe sana. Nasema Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ni muhimu sana kuzingatia ahadi za Mungu. Ndio tunaona Mungu anamwambia, tazama mimi nipo pamoja nawe, nitakulinda kila uendako, nami nitakuleta tena mpaka nchi hii, kwa maana sitakuacha hata takapokufanyia hayo yote niliyokuambia. Maana yake Mungu alifurahia kuliona lile agano, na Mungu hufurahia sisi tunapofanya maamuzi ya kweli, tunapofanya maamuzi ya haki. Mungu anafurahia, anasema niko pamoja nawe hadi ukamilifu wa dahari. Kwa hiyo ukiona vita, ukaona majaribu, usifikiri Mungu amekuacha. Mungu yuko pamoja na wewe. Mungu yuko pamoja na wewe. Mungu anahitaji kuona unasimama, unadhibitisha neno lake, unadhibitisha ahadi zake. Yesu asifiwe sana. Jamani, hii ni muhimu sana. Ni muhimu sana. Ni muhimu sana. Mungu aendelee kukupaka mafuta mengi. Soma kuanzia 16 mpaka 22. Nasema Yakobo akaamka katika usingizi wake, akasema, kweli Bwana yupo mahali hapa, wala mimi sikujua. Naye akaogopa, akasema, mahali hapa panatisha kama nini! Bila shaka hapa ni nyumba ya Mungu, na hapo ndipo lango la mbinguni. Yakobo akaondoka asubuhi na mapema, akalitoa lile jiwe aliloliweka chini ya kichwa chake, akalisimamisha kama nguzo na kumimina mafuta juu yake. Akaita jina la mahali pale Betheli, lakini jina la mji ule hapo kwanza liliitwa Luzu. Yakobo akaweka nadhiri akisema, Mungu akiwa pamoja nami, akinilinda katika njia niendeayo, na kunipa chakula nile na nguo nivae, nami nikirudi kwa amani nyumbani kwa baba yangu, ndipo Bwana atakuwa Mungu wangu, na jiwe
na jiwe hili nililolisimamisha kama nguzo litakuwa nyumba ya Mungu, na katika kila utakalonipa hakika nitakutolea wewe sehemu ya 10. Amina. Amina. Hii ni habari ya mtu aliyemuona Mungu. Hii ni habari ya mtu aliyemuona nani? Sema, hii ni habari ya mtu aliyemuona Mungu. Wewe hujasema, sema hii ni habari ya mtu aliyemuona Mungu. Lazima ukimuona Mungu ufanye agano thabiti, kwa sababu ukimuona Mungu huwezi ukatamani kuwa na shetani. Wanaotamani kuwa na shetani wote hawajamuona Mungu, lakini kila aliyemuona Mungu anajiungamanisha na Mungu, kwa sababu Mungu ndiye aliyefanya kila kitu na Mungu ndiye kila kitu. Kwa hiyo unajiungamanisha ili upate zile faida zote za kimsingi. Hii ndiyo sababu Yakobo baada ya kuamka katika usingizi akayakumbuka yale maono aliyoyaona, akasema mahali hapa panatisha kama nini. Fikiria, unaombewa kwa kuwekewa mikono tu, halafu tatizo linaondoka. Lakini ile gharama, ungeenda hospitalini kwanza kumuona daktari, lazima utowe 30,000. Baada ya hapo ndipo utowe gharama ya kupimwa. Baada ya hapo vipimo vikishapatikana majibu, ndipo utoe gharama ya kutibiwa. Ukijumulisha gharama ni kubwa, lakini ukienda mbele za Yesu anasema mmepata bure, toweni bure. Bwana Yesu asifiwe. Siku ile mimi nilipokuwa nahubiri Kibondo, ule usiku wa usimsahau ni mwaka wao.